Waambaje mtazamaji, natumai kwamba waamba vema ama huda la kuamba yote mawili basi yafurahisha mie nikisikia kwamba upo umetenga muda wako kuweza kutazama dawati la lugha, ukuzaji wa lugha tukufu, lugha inati ya Kiswahili ni hapa. Na bila shaka siku zote wewe ndiwe mshikadau mkubwa mno katika juhudi hizi nzima za kuweza kukuza lugha tukufu ya Kiswahili. So tu utumiaji wa lugha ya Kiswahili katika mazungumzo, katika bila shaka maandishi na kadhalika, ile tunazungumzia Kiswahili bora, sio bora tu Kiswahili. Mimi naitwa Dalmas Sakali. Ni mabingwa kwa mara nyingine tena niwakaribishe. Labda nianze upande wa kushoto, mwalimu jina nani, wafunza wapi? Naitwa Enoch Nyongesa. Ninafunza shule ya Panocol Primary School, shule ya msingi hiyo. Iko maeneo ya Trans Nzoia. Kama unaelekea sehemu ya kwa Daktari Noah Wekesa kule. Yeah. Waona jinsi watu wana peana maelekezo kuelekea kwao. Wanajigusisha na akina nani kabisa. Ndio hapo basi. Wale ambao kwenu hamna daktari, shauri yenu. Tukuambia msisomeshe daktari. Karibu sana bingwa. Shukrani. Labda kwa faida mtazamaji, mimi najua tofahamiana. Naam. Naitwa Bwana Kulecho Augustine, nikiwa mwalimu wa shule ya upili ya Luanda, kaunti ya Kakamega. Asante. Eneo bunge la Shinyanga. Mwalimu Augustine alikuwa na kesi nami, lakini nimemwambia kesi hiyo haitoi kotini, la sivyo nitaweza kuchukua ile aitwaje ile, nitakwambia baadaye. Naam, karibu. Mabingwa hapa wako tayari kuweza kuzungumzia mojawapo ya nchi ambazo sipendi kwa muongo. Sikuwa naipenda insha ya methali. Sikuwahi ipenda insha ya methali hata siku moja, ile sababu sijui kwa nini sikuwahi ipenda insha ya methali. Na najua wanafunzi wengi wana changamoto sana ikija kwa uandishi wa insha ya methali. Sasa leo basi majibu yote muhimu tutakuwa nayo, na bila shaka si mara ya kwanza, si mara ya pili, si mara ya tatu na si mara ya mwisho tunaangazia insha ya methali. Tarajia tutakuwa tunajadili hilo kwa kina zaidi katika vipindi vyetu mbalimbali. Na labda tuanze mwalimu Augustine. Naam. Insha ya methali tuanzie wapi? Insha ya methali, cha muhimu kwanza ni kuifahamu methali ambayo unaiandikia. Naam. Na kwa kazi yote ile ya uandishi lazima tuwe na mada. Naam. Ama unasema kwamba ni kichwa. Kwa hivyo ni bora mwanafunzi, kwa mfano kama amepewa andike kisa kitakachodhibitisha ukweli wa methali fulani. Kwa mfano mchumia juani hulia kivulini. Naam. Kwa hivyo ni bora mwanafunzi huyo achukue methali hiyo iwe kichwa chake. Naam. Ndipo aanze shughuli ya uandishi. Sasa tuanze insha yetu. Mchumia juani hulia kivulini. Aya ya kwanza ama ni mazingatio yapi pale mwanzo ambayo mwanafunzi anafaa kuweza kuzingatia mwalimu? Mwanzo mwanafunzi, vile mwalimu amesema, lazima ajue hiyo methali. Na anapoanza methali yenyewe lazima aeleze maana yake, maana ya hiyo methali. Na huwa tunaanza na maana ya nje. Maana ya nje ambayo ni maana wazi. Na akishaeleza ile maana ya nje, kisha ajiingize sasa katika kueleza maana ya ndani ambayo imefichika katika hiyo methali. Yeah. Bila shaka hii ni katika shule za msingi. Kama sijakosea, shule za upili najua hali huwa tofauti kidogo. Labda kama kulibadilika, lakini nakumbuka wakati fulani nikiona walimu hapa shule za sekondari walizungumzia kwamba hapana haja ya mwanafunzi kwenda katika yale maelezo mengi, akwende moja kwa moja katika kisa. Ila najua nitakuwa nao walimu pia hapa kuweza kuangazia shule za sekondari pana tofauti gani. Na mwalimu Augustine, mchumia juani hulia kivulini. Twende na methali hiyo. Maana ya nje. Maana ya nje inamaanisha kwamba kwanza ni jinsi unaviona hiyo methali kwa kawaida. Naam. Labda enda nyumbani kwenu umchukue labda babu, mwambie kwamba mchumia juani hulia kivulini. Yeye ataelewa namna gani methali hiyo. Labda atasema kwamba labda kama unafanya kazi kwenye jua, ukishapata utaenda ulie wapi? Kivulini. Kwa hiyo ni maana ya nje, maana ya juu. Lakini maana fiche ni maana ambayo imejificha. Ni lazima uweze kuwa na ule ufahamu wa kiundani ndipo uweze kuielewa. Kwa hivyo kama ni maana ya ndani ama maana ya fiche, labda nichukulie mfano kama ni mwanafunzi.
anapojiandaa katika labda mtihani wake atapitia changamoto nyingi. Ni kweli. Labda kwa kurauka asubuhi, aende shuleni, labda apate labda amechelewa shuleni, labda arudishwe nyumbani. Hata kuna wale ambao labda wanawachapa viboko. Kwa hivyo ni changamoto nyingi. Kwa hivyo anachumia juani, anapitia changamoto zote hizo. Lakini baada labda ya miaka 4 akiwa shuleni, atakapokuwa amepita mtihani wake, atakulia kivulini, atakuwa amefanikiwa. Naam. Kwa hivyo lazima mwanafunzi aelezee bayana. Hizi ni alama ngapi tunazungumzia? Hadi pale katika ile maelezo ya maana ya nje, maana ya ndani, pana alama takriban ngapi? Ulivyosema pale mwanzo ya kwamba kuelezea maana si lazima. Kwa sababu nasema hivyo, kuna baadhi ya wanafunzi ambao hawajui maana ya methali hiyo. Kwa hivyo akisema kwamba aelezee maana hiyo, atakuwa anajipotosha. Kweli. Na iwapo unaelewa shule za upili, inanikumbusha uko shule za upili bila shaka. Kwa hivyo upande wa shule za upili si lazima uelezee maana. Na iwapo unajua ama unaifahamu methali yenyewe, kuelezea si makosa. Kwa hivyo shule za upili hapana alama katika kuelezea. Kuelezea haikupi alama. Lakini ukaelezea na ukanoa, utapunguziwa alama. Hiyo ni haramu lakini. Kwa sababu inamaanisha kwamba hujui kile ambacho unakizungumzia. Hata kuna baadhi ya wanafunzi ambao wanatoa visawe vya methali hiyo au methali ambayo inaoana na ile ambayo amepewa. Unapata kwamba wanatoa methali ambazo kwa hazikaribiani kabisa. Kwa hivyo atakuwa amepotoka. Shule za msingi sehemu hiyo natumai ni muhimu. Lazima kwa mwanafunzi au sio lazima? Ni sehemu hiyo ni muhimu na mpaka mwanafunzi angazie maana ya nje, angazie maana pia ya ndani. Lakini pia inategemea aina ya swali. Tukirudi katika shule za msingi, inategemea swali. Ni swali lipi? Je, amepewa kichwa hiyo methali? Au je, methali ile imefichwa ndani ya mwanzo au tamati? Unajua siku hizi watahini wanapenda kuficha zile methali. Hasa nyingi wanaweza kuificha katika mwanzo. Kama wameificha katika mwanzo, si lazima atanakili tu kisa endelee. Hakuna. Kwa hivyo kama ni mwanzo tayari bila shaka ataendeleza tu. Insha ambayo imeweza kuhitimishwa kivyovyote vile inaweza ikawa inamhitaji mwanafunzi kuichukulia kama insha methali. Mwalimu Augustine, insha ambayo inatamatika kwa mfano kwamba kwa kweli nikabaini kwamba siku za mwizi ni 40. Kwa mfano insha hiyo ni insha methali? Hapana, kwa sababu katika uandishi wa insha, hiyo ni karatasi ya kwanza. Tuna maswali 4. Swali la kwanza ni swali la lazima. Kisha swali la pili kwa kawaida huwa swali la kujadili, mjadala. Swali la 3 huwa swali la methali. Kisha swali la 4 hili huwa swali ambalo tunasema kwamba ni swali la mdokezo. Mdokezo tuna ule mwanzo umeanzishiwa ama unamalizia. Kwa hivyo swali hilo la kumalizia ni swali la mdokezo. Kwa hivyo haliwezi likaja likawa insha ya methali. Lakini iwapo amemalizia kwa methali, kwa mfano nasema kwamba tangu siku hiyo nilijifunza ya kwamba mchumia juani hulia kivulini. Kwa hivyo ni bora mwanafunzi anaweza kuchukua ile methali aifanye iwe kichwa chake. Lakini hiyo ni insha ya mdokezo ya kumalizia. Haya ndio hapo basi. Mwalimu Augustine amekazana sana na hii methali ya mtumia juani hulia kivulini. Inaonekana upo kivulini sasa Labda sasa inatumia juani. Tukitoka hapa aenda kivulini kweli. Na labda tuangazie baada ya sehemu hiyo, natumaini aya sehemu hiyo ya maelezo, methali, maana ya nje, maana ya ndani. Aya inayofuatia sasa anaanza moja kwa moja kisa. Mwalimu, labda nije upande wako. Aya inayofuatia? Aya inayofuatia anaweza anza, kama ni shule za msingi, anaweza anza kusimulia kisa chake. Na kile kisa chake kibaini maana na matumizi ya ile methali ambayo amepewa. Kwa hivyo kisa anakiibua tu
ni vigezo gani vinaonyesha kwamba hiki kisa kimeanza sawa, hiki kisa kinaafiki labda vigezo ambavyo kisa kinafaa kuwa navyo? Unajua, uandishi wa insha, kwanza lazima tuelewe ya kwamba mwanafunzi anaonyesha ubunifu wake. Kwa hivyo anapoanza kusimulia kisa, aonyeshe ule ubunifu, si eti pengine awe tu alisoma kisa mahali fulani na aenda achukue tu kile kisa aje akibandike pale. La hasha, lazima awe na ubunifu wake, maana hicho ndicho walimu wanakiangalia. Insha methali ina tofauti gani na insha nyingine yoyote, labda mdokezo? Bila shaka pale pia pana kisa, ama insha imehitimishwa, bado pale pana tofauti gani ukitazama kuweza kuona kwamba kweli hii ni insha ya methali? Insha ya methali na insha ya mdokezo mara nyingi ile huwa ni swali la 3 na swali la 4, na maswali haya yote wanaangalia ama wanatahini ubunifu wa mwanafunzi, kwa sababu maelezo ni kwamba tunga kisa kitakachodhihirisha ukweli wa methali fulani. Kwa hivyo unataka uweze kutunga kisa ambacho kitadhihirisha ukweli. Kwa hivyo ule ni ubunifu wako. Insha zote zinaangalia ubunifu. Na pia insha hizi zote kwa kawaida zina sehemu 3. Sehemu ya kwanza ni sehemu ya utangulizi, pale ambapo kwamba utaandika maana ya methali yako, uje labda uandike methali ambayo inaoana na ile ambayo umepewa, kisha pia utoe matumizi. Inatumika vipi? Je, inatumika kwa kumuonya mtu? Inatumika kwa kumuhimiza mtu? Ama inatumika kukashifu tabia mbaya ama pengine tabia ambazo hazistahili katika jamii? Katika sehemu ya pili ni sasa mwili. Mwanafunzi ataanza moja kwa moja kusimulia kisa chake. Hapo hamuna porojo. Atasimulia kisa kudhihirisha methali ambayo ameweza kupewa. Kwa hivyo katika insha zote za methali na mdokezo tunaangalia ule ubunifu. Naam. Shule za upili, naomba sehemu hiyo niirudie. Shule za upili, utangulizi jinsi ambavyo tumeueleza ni lazima, ama mwanafunzi anaweza anza insha yake moja kwa moja na kisa? Mwanafunzi anaweza anza moja kwa moja, lakini kwa sababu tunasema kwamba mwanafunzi iwapo unaifahamu methali yenyewe, utaandika maana na labda uweze kuandika matumizi yake. Lakini tunaambia wanafunzi ya kwamba iwapo hauelewi maana ya methali hiyo, tafadhali wachana sehemu hiyo, kwa sababu itakupotezea alama. Sasa unajua, mimi najiuliza swali. Mimi mwanafunzi wa shule za upili, sehemu hii haitanipa alama, mbona niandike basi? Sinianza tu moja kwa moja. Mbona tusisitize kwamba mwanafunzi aandike kama anafahamu, na yule hafahamu asiandike? Nisiandike tu, kwa sababu mwisho wa siku haijalishi nitakavyoandika na ubabe na kubobea kwangu, hamna alama hata nusu. Kaka Dalma, hapa tunaangalia kwa mfano kama unaandika ile maana ya methali. Kwanza kitu ambacho kitakusaidia, utakuwa umefuta makini ya ule msahishaji wa insha yako. Na atakuwa anajua kwamba huyu mwanafunzi anajua kile ambacho anazungumzia kabisa, kuliko kwanza insha yako pengine moja kwa moja. Labda hujui methali inamaanisha nini, labda utakuwa umepotoka. Kwa mfano wanakuambia kwamba labda siku za mwezi ni 40. Andika insha kutegemea pengine methali hiyo. Na wewe labda unaandika labda siku ya harusi. Kwa mfano utakuwa umejitungia swali na hautapitisha alama ya da. Naam. Hitimisho, najua mwili ni mtiririko tu, kisa kitakavyokwenda, kitakavyofanyika, kisha sasa ifike ile sehemu ya mwisho. Hitimisho nafaa kuonekana vipi? Hitimisho kwangu naweza sema atoe funzo la ile methali ambayo amekuwa akizungumzia, ya kwamba methali hii inatoa funzo gani kwa jamii, jamii inasoma nini kulingana na yale ambayo ameyanakili. Kwa hivyo kwangu ni atoe funzo. Na lazima aweze kutuunganisha tena na methali yenyewe, ama si lazima? Lazima pawepo sehemu ambayo anasema kwamba nilibainisha kwamba kwa kweli na kadhalika, ama kisa chenyewe tu kinajitosheleza na kujisimamia. Anaweza malizia wakati ametoa funzo, anaweza malizia na ile methali yenyewe, au pia amalize na kisawe cha methali hiyo ambayo ameizungumzia. Naam, tuzungumzie insha hii. Mimi nina kisa changu, methali yangu, najua maana, nina visawe. Vipi visahihishwaji
katika insha ya methali. Ni nini ambacho wewe wakati unachukua insha yangu sasa mwalimu, utakuwa unatafuta, utakuwa unaangazia ukijaza jedwali lako la alama? Naam. Kwanza kabisa niliposema pale mwanzo ni kwamba tunapoangazia insha hii ya methali, jambo la kwanza ni sharti uweze kuwa na kichwa. Kichwa ndicho kitaweza kumuongoza yule msahishaji ajue unazungumzia kuhusu kitu kipi. Naam. Ndiposa unapata wanaposahisha, unapata pale kwa sehemu ya kichwa ama mada unawekewa mkwaju pale juu. Naam. Unaacha kwamba umechagua mada ambayo inafaa. Naam. Na pia umeongelea labda unasema kwamba una methali, labda uko na methali nyingi ama labda uko na visawe vya methali hiyo. Mambo hayo pia ni bora kwa mfano unapojielezea. Unajua tunaangalia mwanafunzi huyu ana ubunifu wa hali gani. Naam. Na pia ni kama tu unapokuwa labda unaandaa chakula chako, utaweka viungo vingi, viunganishi. Kwa hivyo pia ni bora mwanafunzi aweze kutumia zile tamathali za usemi, aweze kutumia labda kama ni methali, atumie misemo, atumie pengine labda maneno ya Kiswahili ambayo yanaweza kufuta makini ya ule msomaji. Na pia unaweza pata mwanafunzi mwingine unaposoma kazi yake, mwanafunzi huyu anakuacha katika hali ya taharuki. Unasoma kisa, kwa kweli kisa kinakuvutia. Hadi anapomaliza unasema, huyu mwanafunzi si angeendelea kidogo. Umefurahishwa na mwanafunzi huyo. Kwa hivyo utapata kwamba alama ambazo mwanafunzi huyo anapata ni tofauti na zile ambazo mwanafunzi ambaye unapoanza kazi yake, kwanza mwandiko wake ni mbaya, haonekani, labda ameathirika na lugha ya mama, labda ameanza kwa hajui kile ambacho anaandika. Naam. Kusema kweli alama zao zitakuwa tofauti sana. Kuna utofauti mkubwa sana kati ya shule za msingi na shule za upili ikija kwa uandishi wa insha, na nimekuwa nikiliwazia hilo sana. Nakumbuka wakati fulani ni karibu ni mshike tai Profesa Msarifu bin Bashash hapa katika kipindi hiki, nikimwambia kwamba huoni, kwa sababu mwisho wa siku au mabingwa upande huu wanawalaumu nyinyi kwamba nyinyi mmejaa puagu na puaguzi, mohenga na mohengule, sijui kupakana mafuta katika uti wa mgongo, sijui kufanyana mambo gani. Mnafanyana sana shule za shule za msingi. Kwao wanahisi kwamba mwanafunzi afikapo huku juu kwa kiasi fulani na kuwa kwamba ana mambo mengi ambayo hayamsaidii moja kwa moja. Kinyume chake, nyinyi nanyi mnasema hawa mabingwa wanaua Kiswahili, kwamba nyinyi mmelea, mmewafunza mambo ya wahenga walinena na kunengua, wakalonga, wakafanya mambo yao. Wakati wanafika huku wanawaambia ule upuzi staki. Nakumbuka wakati fulani nikiwa kidato cha kwanza kuna mwalimu ambaye alizungumza na madharau sana mpaka nikajiuliza, sisi tuliambia wale wanafunzi wa shule za msingi watufunze ya mambo. Akasema ule utoto na upumbavu na upuzi ubaki darasa la 8, sitaki kuona. Na unajua ile ni wakati tumepewa kazi ya ziada tu mara ya kwanza, umeingia kidato cha kwanza, umeambiwa andika insha, umejiuliza huyu mwalimu vipi ananipima vipi? Insha tu. Wahenga na wahengule. Sasa pana mjadala, mbona utofauti ule? Lakini naweza sema hivi ya kwamba saizi kumeanza kuwa na mabadiliko. Usawazishaji kumeanza kuwa na usawazishaji, na siku hizi pia hata ukiangalia ule mfumo wa kutahini ile insha ni kuwa sehemu ambayo inachukua alama nyingi ni sehemu ya maudhui. Kwa hivyo kama ile sehemu ya maudhui inachukua alama nyingi, karibu alama 20, inamaanisha mwanafunzi lazima aandike mambo muhimu ambayo yanahusu kile ambacho anaandika juu yake. Na kuna sehemu ambayo pengine ulikuwa ukizungumzia sana, ile si tunaita shule za upili, sehemu ya msamiati na matumizi yake. Unajua hata sisi kweli tukiwa shuleni, shule za msingi, hayo ndo tulikuwa tukifunzwa. Kwa tunaambiwa tuandike yale maneno mazito. Lakini wakati huu maneno yale yameanza kupungua. Sasa tunataka tuangalie ni yepi ambayo mwanafunzi anayaibua. Kwa sababu gani? Yule mwanafunzi anakutana na mambo mengi. Na katika uandishi wake lazima pia tuone ni kipi ambacho anajaribu kuwasilisha kwa umma ama kwa jamii. Kwa hivyo ndiposa kwa sasa ukiangalia insha za sasa hata za shule za msingi
hazina yale maneno makubwa makubwa ambayo pengine yanaweza patia mtahini kazi ngumu ya kusahihisha, labda atafute kamusi aweke hapa ndiposa aweze kusahihisha. Bila shaka linafurahisha kwa sababu palikuwepo na dhana mbovu kuhusiana na msamiati ni nini. Ikawa kwamba kwa baadhi msamiati ni maneno magumu, bila kujua kwamba msamiati ni neno lolote bora litumiwe katika muktadha unaostahili. Najua mabingwa wanaokuja katika sehemu inayokuja utakuwa unazungumzia watu na kazi zao mbalimbali. Kwamba unapozungumzia mhasibu katika insha yako huenda lisiwe neno gumu, lakini ni msamiati. Umetumia katika muktadha unaofaa kuweza kutumika. Naona unanikonyeza, sijui kama labda kabla umpashie. Alizungumzia jambo moja kuhusu hati, mwandiko. Mwandiko au hati haina alama yoyote, lakini inavutia. Ile dhana hata wewe hapa hivi ama mtazamaji wetu mahali yupo. Kazi ikiwa nzuri itakufurahisha. Lakini kazi kama si nzuri, hata wewe mwenyewe itatangulia kukusinya. Kwa hivyo, lakini kazi ikiwa safi, ukiangalia kazi yenyewe ni nzuri, unavutiwa na kazi ile. Kwa hivyo nilikuwa tunataka kusisitiza yale alisema kuhusu. Japo nani yafaa kuboresha mwandiko wa mwanafunzi? Mwalimu pia anachangia. Mwalimu hasa sisi walimu wa shule za msingi. Unajua hapo ndo malezi ya kulea hati hapo. Na lazima tujifunge kibwebwe ili at least tuwasaidie hawa watoto wajue. Mwanafunzi ambaye ana hati mbovu labda yotazama asema sasa mimi ndio yule wameamulia. Hayupo darasa la kwanza, la pili, la tatu, la nne, la tano, labda darasa la 6, 7, 8 au kidato cha kwanza. Kwa kiasi fulani samaki mkunja angali mbichi. Yule si mbichi yule. Sijui kuna lolote yaweza kafanya. Kuna wanafunzi ambao labda unaweza kusema una ushuhuda, aliingia kidato cha kwanza hati yake mbovu, wakati anafika kidato cha 3, cha 4 hati yake imeboreka. Ni ukweli, kwa sababu kuna baadhi ya wanafunzi ambao ni wazembe tu. Mwanafunzi anataka kutumia njia za mkato katika kufanya uandishi wake. Mwanafunzi ambaye labda ameingia katika kidato cha kwanza na amekuwa na hati mbaya, kulingana na labda ushauri wako au pengine na ule mwelekeo wako ambao unampatia, mwanafunzi ambaye kwa kweli ana ile hari ama ana ule uchu wa kuwa mwandishi bora, ataweza kufuata ile ambayo unamwambia. Kuzingatia hati, kuna wale ambao kwa kweli wameweza kubadilika. Na pia nirudi nyuma kidogo, kuzingatia msamiati ambao ulikuwa unazungumzia kwamba katika shule za msingi na katika shule za upili ni tofauti. Ni kweli. Katika shule za upili tunazingatia mambo, tunazingatia uhalisi wa mambo. Kwa mfano unaweza sema ya kwamba nilifika na kuwasili asubuhi na mapema. Maneno hayo ni sawa. Kufika ndio bado kuwasili. Sasa mbona uanze kujirudia? Ama sema kama pengine wahenga na wahenguzi hawakutuvalia miwani ya mbao. Mambo hayo hayana maana. Kwa kweli kuna miwani ya mbao. Ipo kweli? Hata kama ipo, mambo hayo hayana. Kwa hivyo japo nakumbuka Profesa Msarifu akijaribu kunielezea akisema kwamba shule za msingi wanajaribu kujenga msingi. Sasa mwanafunzi akishapata ule msingi, akifika katika shule za upili, nguvu nyingi na juhudi nyingi zinakuwa sasa katika masuala ya maudhui, masuala ya ujengaji hoja, masuala ya kujieleza, zaidi ya ule ulimbwende mwingi na unakshi mwingi ambao labda unatiliwa mkazo katika shule za msingi. Japo sitawafinya sana kuhusiana hilo. Najua mwalimu Enoch yanitazama ananiuliza msalaba nimetwikwa tu. Mimi pia najiuliza maswali, lakini usiniulize. Najua ni swala la masuala ya mtalaa na kadhalika. Kwa hivyo insha yangu itakuwaje ndipo uweze kuafiki alama ya A, insha ya methali? Nini ambacho insha yangu ya methali nafaa iwe nayo ili niweze kupongezwa na kutajwa kwamba nimeandika insha iliyo bora? Nianze nayo mwalimu Enoch. Asante. Hasa shule za msingi usahihishaji wa insha ni alama 40. Na tunaangalia vigezo ambavyo tunafuata kusahihisha insha hizi.
Kwanza kuna maudhui vile nilikwambia, na maudhui yanabeba alama 20. Maudhui ni mambo muhimu ambayo mwanafunzi anayaibua katika ule ubunifu wake, katika ile kazi yake ambayo anaifanya. Pili, kuna sehemu ya msamiati na matumizi yake, jinsi ambavyo mmezungumzia. Katika msamiati na matumizi yake kuna alama 12 pale. Kwa hivyo mwanafunzi huyu, je, ametumia msamiati ambao unastahili, msamiati ambao ni wa kiwango chake, msamiati ambao unaafiki yale ambayo anayazungumzia. Tatu, kuna mpango na mtindo. Je, kazi yake imepangwa vipi? Mtindo wa huo mpango wa kazi yake uko vipi? Kama ni insha ya methali, imepangwa kulingana na vile methali inatakana kuandikwa. Kama ni insha ya barua, pengine ni barua ya kirafiki, je, imefuata zile hatua ambazo inatakana kufuata? Na mwisho kuna sehemu ya mtiririko. Je, insha yake imetiririka kutoka mwanzo hadi mwisho, kutoka aya ya kwanza hadi aya ya pili, aya ya 3 mpaka mwisho? Je, imetiririka? Tukiweka vile vigezo vyote pamoja, mwanafunzi yule atatuzwa. Asante. Upande huu katika insha ya methali alivyosema pale mwanzo ni kwamba tunaangalia kwanza viambajengo vya insha hiyo. Je, mwanafunzi huyu ameweza kuvizingatia? Kwa mfano, ameelewa maana ya methali? Jambo la pili, pia tunaangalia maudhui. Maudhui ni yale mambo muhimu ambayo yanafaa aweze kuandika. Iwapo mwanafunzi hajajitosheleza, zile hoja zake hazijajitosheleza, bila shaka hataweza kupata alama. Lakini kuna baadhi ya wanafunzi ambao wamepanga maudhui yao, hoja zao ziko vyema. Pia tutaangalia sehemu ya mtiririko. Mtiririko, kuna baadhi ya wanafunzi ambao kwa kweli kazi zao hazina ule mtiririko. Mtiririko wa vitushi ama yale matukio hayapo. Mwanafunzi labda anaandika insha, labda anaelezea kisa ambacho alikuwa anastahili kuenda, labda anaenda kumtembelea labda nyanyake mahali fulani. Aliamka asubuhi, akaoga, akakunywa chai, akavaa vizuri, akaenda kwenye kituo cha magari, akaabiri gari. Alafu anakwambia, lakini kabla sijatoka kwa nyumba nilisahau sijapiga meno mswaki. Kisha nikarudi kupiga. Unaona yale matukio hayatiririki. Naam. Anaenda mbele akirudi nyuma, vipi tena? Kwa hiyo mwanafunzi bora ni yule ambaye matukio yake yanatiririka kuanzia mwanzo hadi mwisho. Naam. Kuna swali ambalo najua si mara yangu ya kwanza kuliuliza. Pana viwango vya ubunifu kwa mwanafunzi wa shule za msingi kwa mfano, shule za upili kwa mfano, ama mwanafunzi anaruhusiwa kufikiria kwa mapana, kuweza kujiweka katika viatu ambavyo labda ni vikubwa zaidi yake? Kwa mfano, mwanafunzi wa shule za msingi anaandika hadithi yake, lakini anaipatia mazingira ya labda utawala. Yeye ni chifu katika eneo fulani, ama yeye ni rais wa nchi fulani, pana baraza la mawaziri katika nchi hiyo, ama lazima jikite katika utoto, kwamba yeye ni mtoto, babake, mamake na kadhalika. Mwanafunzi anaruhusiwa kuweza najua bila shaka hatutazungumzia kwamba ajiweke sasa amekuwa malaika, kwamba sasa malaika ndio hao, malaika Gabrieli akaja akamwambia nenda. Sidhani kama ni kiwango hicho, lakini kiwango cha ulimwenguni humo mwanafunzi anaruhusiwa kuweza kuwa mbunifu kiasi gani? Katika shule za msingi tunasisitiza mazingira ya mwanafunzi huyu, na mazingira ya mwanafunzi huyu yanatokea nyumbani. Akitoka nyumbani aelekee pengine shuleni, ama aelekee sokoni, ama pengine kama walikuwa wanaenda mahali kujivinjari, tuseme waelekee kule. Kwa hivyo anaangalia mazingira yake yako vipi. Unajua ubunifu wa mwanafunzi wa shule za msingi unajikita tu katika yale mazingira, pengine hajafikia kile kiwango cha juu zaidi. Pili, pia kuna unajua wanafunzi wa siku hizi wanayajua mengi kwa sababu ya teknolojia.
wamesoma mengi na wanajua mengi. Kwa hivyo ubunifu wake uwe tu katika yale mambo ambayo yeye anayajua. Asante. Naam. Kwa upande wangu ni kwamba mwanafunzi ubunifu wake hasa unazingatia labda muktadha au pengine mazingira ambayo matukio hayo yanatokea. Kwa mfano labda utakwambia kwamba nitatoa mfano wa insha kama pengine ya hotuba. Kwambia kwamba pengine wewe ni chifu wa kata fulani, labda kata ya Twende Mbele. Labda waandike ile hotuba ambayo utaweza kuwahutubia labda wananchi labda siku ya baraza. Kwa hivyo unapata kwamba itabidi wewe uwe katika ile nafasi ya chifu. Sababu ya kwamba wewe ni chifu, itabidi wewe ujituke ule msalaba wa kuwa chifu hata kama wewe mwenyewe sio chifu. Kisha uweze kuangalia yale mazingira. Katika mkutano huo kutakuwa na watu wa aina gani? Wana kijiji watakuwa pale. Kwa hivyo utakuwa umejitwika ule mzigo wa kuwa chifu. Kwa hivyo yale mazingira pia yataweza kusaidia uweze kuandika insha yako vizuri. Nikumbusha mifano ya wanafunzi ambao wanaaga dunia katika aya ya pili. Kama pia anaachia pale insha yake. Anasema sasa ningeendelea vipi mwalimu? Kuna baadhi ya niseme ni mzaa kwenye mitandao. Kama pengine wewe ni chifu wa kata fulani. Sema mwalimu mimi sio chifu. Na pia chafu wanapokuwa wabunifu tunahimiza ya kwamba pengine labda wasitaje majina ya baadhi ya viongozi kwa ubaya ama vitu vingine. Kwa mfano sasa tuna ile swala la BBI. Mwanafunzi atakuandikia insha yake afa nakwambia ni kama vile mtu fulani labda amezoea kuiba kura. Unaona? Masuala kama hayo yanastahili jamani. Nakumbuka tukiambiwa kwamba huwezi ukajua msahihishaji, mwegemeo wake wa kisiasa uko vipi. Na kuongezea tu pale atumie hasa majina ya majazi. Nimeona amezungumzia kata ya Twende Mbele. Kabisa. Unajua haya majina ambayo pengine ya Wanjala, Oluoch na nini, anaweza kuwa amenakili pengine ama ameandika kuhusu kinyume. Yaani ameandika mambo maovu ama mabaya kuhusu. Kwa hivyo si vizuri atumie tu majina ya majazi. Nazungumzia Wanjala ambaye ni mzinzi na mwasharati. Na yule anayesahihisha anaitwa Wanjala. Nakwambia. Anapiga kila jioni. Kama mtazamaji, bila shaka ni mabingwa hapa, naye mwalimu Enoch Nyongesa kutoka gatuzi la Trans Nzoia. Umesema shule inaitwa Panoko. Yes, Panokal. Panokal. Yeah. Kwa pande gani? Kitale mjini? Ni kijijini kule. Nilikwambia ukielekea kwa daktari. Kwa daktari na Wekesa. Daktari anahusishwa kwa sababu ni shule yake hiyo. Shule yake. Si ya kibinafsi, ilianza kama shule ya kibinafsi, lakini kwa sasa ni shule ya umma. Ni shule ya umma. Kwa hivyo ilianzia shambani kwake. Kwa hivyo iko wapi? Usiniambie tena nimekuambia kwa kata ndogo ya Kinyoro. Maeneo ya Saboti. Na Hosi Kinyoro. Basi kule. Saboti. Wewe sitaki kukuuliza yako inapatikana wapi? Naitwa mwalimu Augustine. Jina la pili Lumumba. Kulecho. Augustine Kulecho. Nakumbuka shule ya upili kulikuwa na bingwa mmoja kwa hiyo cheza soka. Alikuwa anaitwa Andrew Kulecho. Kakamega Homeboys. Alikuwa cheza pale Kakamega shule, basi kaelekea Kakamega Homeboys. Unamfahamu? Namfahamu. Japo ni majina tu kushabihiana. Majina ya familia. Miguu ya huyu yote kushoto. Kama ndo hapo basi mtazamaji, dawati la lugha hapa tuangazia mawili matatu kuhusiana na insha ya methali. Bila shaka ndo hapo umeweza kufafanua kwa kina kabisa. Tunazungumzia insha urefu gani lakini? Mwalimu Augustine. Urefu unaozingatiwa wanakuambia kwamba insha yako isipungue maneno 400. Naam. Kwa hivyo unajua mwanafunzi anaweza kuwa ni mjanja. Anasema kama pengine mwalimu huyu atahesabu kwa ukweli hatuwezi tukahesabu maneno hayo. Lakini labda tunakadiria labda ukurasa moja unusu. Naam. Insha yako isipungue huo ukurasa. Itakuwa imejitosheleza urefu. Lakini akiandika tu ukurasa moja hajafika 400. Kwa hivyo urefu utakuwa hujafika. Sawia na shule za msingi maneno 400? Shule za msingi hatuangalie idadi ya maneno, lakini vile amesema
insha yake isipungue ukurasa mmoja unusu. Unajua kaka, kuna wale baadhi ya wanafunzi labda umwambia kwamba isipungue ukurasa mmoja unusu. Kwa hivyo atatumia zile hati kubwa kubwa kwenye mstari mmoja, maneno kama 4. Kisha atahakisha kwamba maneno hayo labda ni ukurasa mmoja unusu, lakini yatakuwa hayajatimia. Na hilo linanikumbusha swala. Kuna baadhi ya wanafunzi ambao ataelezea methali yake, aifafanue nje ndani, atoe mpaka kisawe kama kipo, kisha anze kutiririka kwake katika uandishi wa insha yake. Kisha unagundua kwamba aya za kwanza pana mtiririko, pana vijinafasi katika mawazo, vijinafasi vizuri katika ule mtiririko, kisha yakumbuka labda muda umeyoyoma, kwa hivyo insha yake kunja tu kwa lazima, na inakuwa kwamba amelazimisha. Wanafunzi huu tatizo wa nini? Tatizo ni kwamba hakujitayarisha, hakuandika vipengee vizuri. Shida huwa nini? Ili mwanafunzi ajipate katika hali afadhali hata huyo kukunja. Kuna mwingine ambaye atapeana hivyo tu, insha yake haijafungwa. Tatizo huwa nini? Tatizo kulingana na mimi ni ukosefu wa kufanya mazoezi ya kutosha. Unajua, mwanafunzi akijikita katika mazoezi mengi, kila mara awe anaandika insha, anapopata lile swali lazima atamalizia, atafanya kazi nzuri. Lakini kama huwa hafanyi mazoezi, basi hatajimudu kulingana na mimi. Mwalimu? Kwa upande wangu, ule muda ambao umetengewa pale wa kuandika insha, ule muda unatosha. Ule muda umeweza kuwekwa pale. Labda kuna yule mwanafunzi astahili kwanza, kabla aandike insha yake, kwanza aweze kufikiria anaandika kuhusu kitu gani. Labda aweze kuandika vidokezo, awe navyo. Wanafunzi wengine wanapopata tu hivi insha, wanaposoma swali la kwanza, ni lazima swali hilo labda analijua, analichangamkia haraka. Kwa hivyo anakuwa na ile furaha nyingi. Anapoanza kuandika kazi yake haraka, anafika mahali anapungukiwa na ubunifu, anakosa kile ambacho ataandika. Kwa hivyo ni bora mwanafunzi achukue muda wake, kwa sababu muda huo umetengewa. Achukue muda wake kwanza, kabla aanze kuandika insha yake, kwanza asome, aangalie nitaandika kuhusu kitu gani, awe na yale mawazo kwanza kwenye kichwa chake, kisha aandike vidokezo. Vidokezo hivyo vitaweza kumsaidia hata kuweza kutosheleza urefu wa insha. Labda kidokezo cha kwanza, aya ya kwanza, cha pili, aya ya pili, utapata kwamba anaandika insha mrefu sana. Unajua, nimecheka kwa sababu nimekumbuka kile kisa cha somo la hisabati. Eti mwanafunzi ameangalia maswali, akaona swali moja pale rahisi kabisa la alama 10. Akasema hili nianze nalo haraka kabla nisahau. Kwa hivyo akalishughulikia, akahitimisha. Kuhitimisha, mwalimu naye ni nani? Ameingia darasani, yasema swali nambari 13, naomba nirekebishe kitu. Na hilo ndo ameanza nalo. Na hilo ndo amemaliza. Kwanza ashaandika pale katika kijikona pale 10. Maanisha alama 10. Ashakadiria alama 10 ile. Sasa nitafuta zile za kujazia pale. Kwamba mwalimu yasema swali hilo lina makosa. Unaona mwanafunzi nambari ya usajili ya kwanza anasema tingisha kichwa. Sasa unajiuliza wewe ulikosea wapi? Na tumalize na ni makosa yapi mengi ambayo wanafunzi huyafanya katika insha ya methali? Ni makosa yapi mengi ambayo unaweza kuyazungumzia? Labda leo nianze na mwalimu Augustine. Ni makosa gani ambayo wanafunzi wengi huyafanya katika uandishi wa insha ya methali? Jambo la kwanza ambalo analifanya ni kukosa kuelewa methali yenyewe. Kwa hivyo mwanafunzi anapompatia hayo ni maagizo ya kwamba andika insha kuhusiana na methali fulani, yeye anaandika insha kuhusiana na mambo mengine, hajaelewa swali. Hayo ni makosa. Kwa hivyo mwanafunzi huyo atakuwa amejitungia swali. Kwa hivyo bila shaka hatapata alama. Wenda apewe alama 2. Hujamuuliza fanya hivi, anafanya hivyo, amejitungia swali. Pia kuna baadhi ya wanafunzi ambao wanaanza visa vyao, wanatunga kisa kwa kweli, lakini anafika mahali kisa hicho hakikamiliki, anakiacha kama kinaning'inia. Kwa hivyo pale insha nzuri lazima iweze kuwa na funzo mwisho. Ndio maana kama kuna sehemu 3, kuna mwanzo, kuna mwili, kisha tuna hitimisho. Kwa hivyo sehemu moja ikikosekana, kwa kweli utakuwa hujanikamilika. La ziada? Kuongezea tu, pengine labda makosa mengi hasa wanafunzi wa shule za msingi wanafanya ni yale makosa ya kutumia lugha ambayo si sanifu,
ya Kiswahili. Unajua wanafunzi wengi wameathirika na lugha ya mama, wengine wameathirika na lugha ya Kiingereza, wanajaribu kuweka hiyo lugha ya Kimombo ndani yake. Kwa hivyo hizo athari za lugha nyingine. Asanteni mabingwa, mwalimu wenu Kinyongesa, shukran kwa kutenga muda wako kuweza kuwa nasi. Asante kaka. Imekuwaje lakini? Safi kabisa. Asante, bila shaka mchango wako umekuwa thamani kubwa. Asante vile vile mwalimu Augustine Kulecho kwa mchango wako. Shule, kumbushe shule sasa. Luanda, bila shaka Luanda kutoka Gatuzi la Kakamega. Asanteni mabingwa, mrejeapo shuleni kwenu basi mtawasalimu wale wanafunzi pamoja na walimu, elezeni kwamba West TV tunawapenda sana na tufurahi kwamba waliweza kutoa nafasi kwenu kuweza kuwa nasi hapa katika kipindi hiki. Hatuchukulii hivi hivi, ila tuwasema shukran. Ningekuwa kanisani ningesema ni kwa neema. Asante mtazamaji. Sehemu ya pili yaje muda mfupi tu ujao. Sijui kama una lolote la ziada kwa wanafunzi, kwa yule amekuwa kitazama kijumla. Tukimaliza. Kwa wanafunzi nataka kuambia hivi ya kwamba safari ya kesho hupangwa leo. Kwa hivyo waanze kujiandaa mapema kwa ajili ya hasa wale wa darasa la 8 na wa kidato cha 4. Waanze kujiandaa mapema. Na pili pia tu ni kushukuru kwa sababu ya mwaliko huu na kuwa katika kipindi hiki, nasema nashukuru sana. Alafu mwisho kuna siku kabla nimalizie, kuna siku tulikuwa hapa Bungoma DB na tulitamani sana kuja hapa studio, lakini hatukupata muda. Lakini kwa sababu nimefika leo, naamini tukirudi tena tutafika hapa. Bila shaka. Asante. Mwenyewe ndio umesema safari ya kesho upangwa leo? Kabisa. Mwalimu Augustine, la ziada lolote kijumla? Labda mimi ni kuwahimiza wanafunzi ya kwamba wanapochagua maswali yao wasichague maswali ambayo hawaelewi. Swali la kwanza ni lazima. Yale mengine matatu, angalia ile ambayo pengine unaufahamu. Ukiona hunifahamu, chukua lingine. Usichukue swali gumu ili labda kuonyesha mwalimu kwamba wewe pia ni bingwa. Mwisho kabisa ningependa kuwashukuru labda kwanza mkuu wangu Bwana Ferdinand Biti kwa kuniruhusu niweze kufika studioni ili niweze kuzungumza mawili matatu. Pia kwa wanafunzi wangu ambao wanaanza mtihani wao Jumatatu, kila laheri. Asante. Ndio hapo basi, haya mambo yana ubingwa. Ametaja ubingwa nikakumbuka kuna video ampenda sana cheza pale Hiran Mugaisi na Kelvin Kibeta. Haya mambo yana ubingwa. Mimi nawatakia kila laheri, tukutane wakati mwingine Mwenyezi Mungu akiridhia. Asanteni kutenga muda wenu mabingwa kwa nami siku hii ya leo. Bila shaka limekuwa ni jambo la fahari kubwa kwangu mie na kwa usimamizi wa shule hizi mbili. Kama mnatazama, muangalie hao walimu vizuri. Angalieni vizuri, watembee vizuri, na ukiona akivaa hivi suti hana kitu. Shukrani mtazamaji na kutakia wakati mwema. Upande wa pili yupo Palinyang Gabriel yoaje na mabingwa hapa, mwalimu Timothy Musikoyo na vile vile mwalimu Fred Wafula, kaka Fred kutoka Deco Academy, wakijadili mawili matatu kuhusiana na msamiati. Kwa hivyo sikosi kuweza kuwa nao. Naitwa Dalmas Sakali, tukutane baadaye saa 2 usiku, taarifa za West TV jioni, na vile vile kipindi cha Ngware, masuala mbalimbali ya siasa, ugatuzi na maendeleo tutakuwa tunayajadili wakati huo. Shukran, kwa heri kwa muda. Dawati la lugha linaendelea.